Angalia tu alikuwa anatokwa na damu. Huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu. Huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu. Haleluya. Amen. Huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu 4 times 3. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatokwa na damu 4 times 3. Yani alikuwa anajiandaa, mateso ilikuwa inamwandaa mara 3. Haleluya. Mateso ilikuwa inamwandaa mara 3. Yani mateso nambari 4 ni nambari ya kujiandaa. Alikuwa anajiandaa. Mpendo wa Mungu, mateso pia inaweza kukuandaa kuweza kumfikia Kristo Yesu mchana wa leo. Haleluya. Wacha nikwambie mpendwa, mateso 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 yanaweza kukuipeleka kwa Yesu. Mateso ndio yanakuleta kwa Yesu. Kama hauna mateso hautakuja kwa Yesu. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, kilicho kwa mateso, kinachohangaika. Yes. Kama mimi ndio yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Yes. Alikuwa ni mimi. Alikuwa ni mimi. Alikuwa ni mimi. Alikuwa ni mimi. Yes. Sijui kama wewe jinsi ulivyo. Yesu wako alikupata wapi? Ulipatana kwa Yesu ukiwa wapi? Haleluya. Amen. Inategemea ulipatana na Yesu ukiwa wapi. Haleluya. Amen. Unategemea ulipatana na Yesu ukiwa wapi. Amen. Jehova Yesu Kristo anataka mtu ambadilishe maisha yake. Mpendo wa Mungu, usikawie. Kama unaona ya kwamba maisha yamekufikisha mwisho, Yesu ndio mwisho. Yesu ataweza kukufikia. Yesu ataweza kukuondoa. Mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Mahali Mungu amefikia hapo wewe kuwa mahali pale. Ukienda mahali pale, Mungu atatengeneza njia nyingine. Atatengeneza upya. Utakuwa renewable. Yes. Utakuwa renewable. Atakurenew katika magonjwa. Atakuondoa katika shida. Yes. Atakuondoa katika jina la Yesu Kristo. Oh Jehova. Uende ni makutano. Uende ni makutano. Uende ni makutano na kuzuia. Uende ni makutano na kuzuia. Makutano ni nini ambayo inakuzuia? Makutano inaweza kuwa ni mambo ya kwetu. Mambo ya kwetu. Mambo ya kwetu yanaweza kuwa makutano ambayo inanizuia kwenda kwa Yesu. Haleluya. Amen. Oh Jehova. Makutano inaweza kuwa vile yale mambo ambayo inakusonga, mambo ambayo inakusingira, mambo ambayo iko na vizuizi. Kuna mtu asubuhi ya leo, kuna mtu mchana wa leo ametoka asubuhi, amekuja katika nyumba ya Mungu, lakini hajamgusa Yesu kwa sababu amezuiliwa na makutano. Haleluya. Makutano isikuzuie mpendwa. Toka kwa makutano. Toka kwa makutano. Toka kwa makutano. Yesu akawaambia, na mkitaka kunifuata lazima uchukie baba yako, lazima uchukie mama yako, lazima uchukie mke wako, lazima uchukie mume wako, lazima uchukie ndugu yako. Chukua msalaba wako, hata nafsi yako lazima uweze kuichukua. Uchukie na uchukue msalaba wako na ufuate Yesu Kristo. Jehova, msalaba si kuvaa kwa shingo. Msalaba uvaliwi kwa shingo. Msalaba si shingo. Msalaba uko ndani ya roho, ndani ya roho. Msalaba unapatikana ndani ya roho. Kiposa unaona ya kwamba ukiabudu Mungu lazima umwabudu ndani ya roho, si nje ya mwili, si kwa shingo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ni nani atakayebadilisha maisha yangu? Amen. Pendo, unaweza kuhangaika. Unaweza kutembea katika uokovu. Unaweza kusema kwamba niko na miaka 20 nimeokoka, lakini bado hujamgusa Yesu. Haleluya. Amen. Wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri, walikuwa wameokoka, lakini bado walikuwa katika makutano, ilikuwa imewazuia. Haleluya. Amen. Wokovu ni safari. Wokovu ni safari. Wokovu ni safari mpendwa. Wakati unapokuwa katika safari ya wokovu,
Lazima ujue kwamba ndiye atakayeweza kubadilisha maisha ya mwanadamu. Yehova. Huyu mwanamke